Habari mwana Azam FC, karibu katika kipindi chetu pendwa Azam FC TV, kipindi kinachokuletea mambo mbalimbali yanayohusu klabu yetu ya Azam FC ndani na hata nje ya dimba. Mwana Azam FC, leo tutakuletea matukio muhimu yaliyojitokeza katika mechi zetu za ugenini, hususan katika upande wa mashabiki wetu ambao hawa wameendelea kuonesha sapoti kubwa kwa timu yetu. Hii inaonyesha wazi kuwa mashabiki wetu ni mchezaji wa 12, wakitoa nguvu na hamasa kubwa kwa timu popote inapocheza. Lakini pia usikose kukamilisha simulizi na nyota wetu Zidane Sireri, akituhadithia historia yake namna alivyopita mpaka alipo sasa. Kuyapata haya yote na mengine mengi, usiondoke kando ya runinga yako, endelea kusalia Azam FC TV. Mwisage muno kumbea. Tukiwa kama wafalme, tumefurahi sana kupata makaribisho yenye hadhi kubwa iliyojaa upendo na shangwe kutoka kwa mashabiki wetu wa mkoani Mbeya. Hapa ni Ilongo mkoani Mbeya. Mashabiki wetu wa hapa wana upendo mkubwa sana kwa timu yao. Wametupa nguvu na hamasa kubwa kiasi kwamba Mbeya imekuwa kama nyumbani kwetu Dar es Salaam. Azam FC tulizindua ziara maalumu ya kutembelea mashabiki wetu kila tunapopata mechi katika kila mkoa. Huu ni mpango ulianza miaka ya hivi karibuni kwa lengo la kuwapa joto mashabiki wetu kwa kuwatembelea katika matawi yao. Lengo kubwa ni kuwapa thamani na kuhakikisha tunaburudika pamoja, huku tukiiunga mkono timu yetu ili ipate matokeo bora zaidi. Abubakari Mapwisa, huyu ndio kiongozi mkuu wa washabiki wa Azam FC wote Tanzania. Ndiye mlezi wetu wa matawi ya nyanda za juu, ndugu Rashidi Anderson. Naomba usimame uwapungie mikono. Katika ziara hii, mratibu mkuu wa mashabiki wa Azam FC Tanzania, Abubakari Mapwisa, aliongozana na jopo la wawakilishi kutoka Azam FC moja kwa moja mpaka Ilongo jijini Mbeya. Hakika mambo yalikuwa mazuri sana na mashabiki walionyesha upendo wa hali ya juu kwa timu yao. Ilongo hoye! Ilongo hoye! Ase, tumefurahi sana kwa mapokezi yenu, na tuseme ukweli kwamba tawi la Ilongo hamjawahi kutuangusha. Sasa nisizungumze sana, nitumie fursa hii kumkaribisha mratibu wa mashabiki Tanzania, Mr. Abubakari Mapwisa. Azam FC! Asanteni sana. Kwanza nitoe pongezi sana kwa mashabiki wangu kwa ukarimu wenu kutukaribisha vizuri hapa Ilongo. Kwa kweli mmefanya jitihada kubwa. Hivyo nyinyi ni washabiki, lazima mfike pale uwanjani kwa ajili ya kuipa support timu yetu. Najua vibe yenu watu wa huko. Mbeya ni kubwa, lakini nyie mmeua. Mnanifurahisha sana, hamjawahi nifelisha. Mashabiki hawa walikuwa bega kwa bega na chama lao la Azam FC hadi siku ya mechi dhidi ya Tanzania Prisons, mchezo uliochezwa katika uwanja wa Sokoine humo jijini Mbeya. Ama kwa hakika, furaha ni jambo zuri, tena huleta afya. Hebu angalia mashabiki hawa bila kujali umri wao walivyofurahi kuona timu yao ikicheza katika ardhi yao.
Ama kwa hakika ni furaha kubwa isiyo na kifani. Bwana ni aje, mambo vipi? Mimi naitwa BMA Bola kutoka Azam FC TV. Leo ni tarehe 4 mwezi wa 3, tuko jijini Mbeya nje ya uwanja Sokoine Stadium. Leo kinapigika kati ya Tanzania Prison pamoja na Azam FC. So Tanzania Prison wanatukaribisha hapa, wana Azam FC. Nyuma yangu ni mashabiki wa Azam Football Club. Wako na furaha, wako wamekuja kushuhudia burudani ya leo na kuangalia matokeo ya leo. So mambo vipi ndugu yangu? Safi safi. Uko poa? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Josephat. Unatokea Mbeya. Unatokea Mbeya sehemu gani? Mbeya Mama John. Hebu tuambie leo umejiandaa kuona nini? Nimeandaa kuona Azam tunashinda magoli 3-0. Bila. Umejiandaa kuona burudani aina gani? Yaani goli ya kona penalty. Au si? Haina noma. Bana, mambo vipi dada? Mambo vipi ndugu yangu? Poa ndugu. Uko poa? Niko poa. Unaitwa nani kwa majina? Naitwa Isaka Fua. Unatokea sehemu gani? Natokea Ilongo, tawi la Ilongo. Unatokea Ilongo? Ndio. Bana, nyinyi mna balaa sana nyinyi. Sana. Sisi kiwanja tumekiwasha. Kubali, nataka uniambie umejiandaa kuona burudani aina gani leo? Nimejiandaa kuona burudani iliyo safi kutoka kwa Azam na lazima tushinde. Goli 5 bila. Goli 5 bila. Hawa mashabiki wa Azam Football Club kutoka Ilongwa jijini Mbeya bwana, wana vibe kinoma noma. Bado tuko uwanja Sokoine, muda sio mrefu kinaenda kunuka hapo Tanzania Prison pamoja na Azam FC. Bado niko na mashabiki wa Azam, mimi nataka bado wapige nao story, tuongee nao ili vibe, na mimi niko katikati hapa. Mama. Unaitwa nani? Naitwa Sofia. Uko salama? Niko salama. Haya Sofia, niambie leo umejiandaa kuona burudani aina gani? Ninaona kuona burudani ya Azam FC, timu bora, bidhaa bora. Leo una uhakika? Na uhakika. Leo Tanzania Prison atoka. Wapi hamna. Leo point. Nakubali. Kwa leo uhakika? Na uhakika. Unashinda goli zako sana. Zote hata 4. Bado vibe la mashabiki wa Azam Football Club kutokea hapa Mbeya, wana vibe kinoma noma na timu yao na wana uhakika wa pointi zao 3 leo. So kana mimi BMA Bola kutoka Azam FC TV, bado niko Mbeya, bado niko Sokoine Stadium. Yao. Tunawashukuru sana wapenzi wa mpira wa miguu na hasa mashabiki wa Azam FC ambao hawa walijitokeza kwa wingi. Jua, mvua, vyote hawakujali kuhakikisha wanaitetea na kuipa joto timu yao ili ipate nguvu ya kupambana uwanjani. Shukrani za dhati ziende kwa mashabiki wote wa Azam FC ambao walionyesha nia ya dhati ya kutaka mafanikio makubwa kwa timu yao. Mwana Azam FC, tunaendelea kuomba mashabiki wetu waendelee kupambana kuipa nguvu timu yetu, kwani mchango wa mashabiki ni muhimu sana na unahitajika katika safari ya mafanikio ya timu yetu. Kushaanza tayari, Ishimwe Pierre. Rejeshiwa tena, fanyika pressing. Zidane Ali Sereri. Mwana Azam FC, tumerejea tena na huu ni mwendelezo wa stori yetu na nyota wetu Zidane Sirei. Leo anatuhadithia sehemu ya mwisho ya simulizi ya maisha yake na mapambano katika kusaka takabumbu mpaka mafanikio aliyonayo hii leo. Hebu tuende naye sambamba. Mboy, tuendelee. Baada ya sasa ya kukosa mechi kucheza Yanga, baada ya kukosa leseni kabidi ukae bench kidogo na ambako achukue mtu mwingine aendelee kucheza. Baada ya hapo nini ambacho kiliendelea? Baada ya mechi na Yanga, mechi ilikuwa inafuata mechi dhidi ya Coast Union ambayo tulichezea Tanga, nadhani tunaenda kucheza Tanga. Baada ya mechi tumeenda kwenye mechi Tanga, leseni kawa tayari sasa. Muda wa kikosi mwalimu anapanga kanianzisha. Ndio the first time kucheza ligi kuu. Mara ya kwanza. Afu unacheza saa 8 mchana. Jua kali. Tanga hiyo. Nadhani nilikuwa the first time pia kufika Tanga kwa kipindi kile. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, nilicheza mwanzo ulikuwa mgumu kwa dakika za kwanza kwa sababu ndo pressure ligi kuu ile kuihandle ilikuwa sio kitu kidogo. Sasa kama dakika 67 then nikafanywa 7. Nikazoea sasa joto la ligi kuu. Mechi ya pili nikacheza na Kagera, nikaja nikacheza sio na nani kwa msimu ule kwa umeisha. Kwa hiyo nikasipati chochote, nacheza mechi za ligi kuu lakini sipati chochote. Na mwalimu ambaye nilikuwa naamini anaweza kapushi, akapata mkataba, kaondoka. Kwa hiyo ikawa inanichukua sasa kama mchezaji. Sometimes inakunyima confidence kidogo. Inakupa pressure. Nikawa nampigia ndugu zangu, nakumbuka nilimpigia dada yangu. Nikamwambia hivi na hivi. Kwa na kauli alinipa, akaniambiaje? Ndugu wangu, isikuchukua hata kidogo. Huwezi kujua anayekuja bora zaidi. Kwa nini nikapata moyo. Na kwa hiyo wakamsajili kocha mpya, Melis Medo mzungu, ambaye
wana raia wa Marekani na Misri ambaye alikuwa ametoka kufundisha Coast nadhani. Kaja Medo pale nikasema sija kufundishwa na mzungu ndo first time. Muona maisha yanavyokuwa, sija kufundishwa na mzungu ndo first time anafundisha. Basi kaenda msaidizi wake sasa akamchukua kwa Kasim Liogope, kocha wetu ambaye Kocha sasa hivi. Sasa hivi tuko na Azam Coach leo. Kasim Liogope mwenyewe master. Basi kwa huwezi kujua Mwenyezi Mungu anakuandalia nini bwana. Kaja Medo kwenda kanipenda kweli. Mpaka sasa wachezaji wangu kaniita mtoto wa Medo. Kocha mpya Medo. Mzungu. Akati ulikuwa na wasiwasi ukisema akija sio itakuwa kwa Mungu mengi kaja Medo nikaanza kupata nafasi. Kanipambania tufanyaje mpaka sasa nacheza. Nadhani mpaka napata mkataba wangu wa kwanza niko chini ya kocha Medo. Ndio nasajiliwa sasa rasmi kama mchezaji wa timu ya Dodoma Jiji kubwa. Ndio unapata mkataba. Sasa na official nalipwa. Na unaanza kupata hela. Kwa namshukuru of course Medo, namshukuru kocha Kasimu alinipambania sana kwa kiasi kikubwa, alikuwa ananipa moyo, wananijaji bwana fanya hivi. Na kocha Medo alikuwa ananipenda sana. Nilifika stage pale nikasema kweli. Kwa hiyo na ile work rate yangu ilikuwa kubwa kwake, alikuwa anafurahia. Japo ndio alikuwa anakutana vipingamizi baadhi ya wachezaji, lakini ananiambia sisi wananiita nikaa naye. Meki tunatafutana Kasimu leo tunaye. Kwa najisikia faraja kwa kuwa na walimu ambao napita nao njia moja. Umeanza safari yako kwa ugumu, lakini Mungu alikuwa ameandaa. Kaniandaa vizuri kwa sababu umepita misingi mizuri, na pia kikubwa naamini kwenye discipline. Naamini kwenye discipline kwa sababu mwalimu yote anampenda mchezaji ambaye pia ana discipline, anamheshimu, ambaye anafuata maelekezo. Unajua mpira sasa hivi ni kufuata maelekezo. Mwalimu anataka nini wewe fanye nini. Sio kama mwalimu anakuelekeza hicho unafanya tofauti. Walimu of course hawapendi kitu kama hicho. Kwa anapenda mchezaji ambaye anamsikiliza, kafanye kitu fulani unaenda kufanya. Bana, kwa kijana ambaye ulikuwa unatamani kusikia ama ulikuwa unatamani kufika alipofika Zidane right now, nadhani umepata neno la kukutia moyo pia, uvumilivu, heshima, kujitahidi sana kufukuzia ndoto zao. Bana, tunaondoka sasa Dodoma. Nataka utuambie sasa safari yako kuitafuta Azam Football Club ilianzia wapi? Safari yangu ya kutafuta Azam Club naweza kusema ilikuwa ni mechi dhidi ya Dodoma Jiji na Azam. Pando safari yangu sasa mimi na Azam ilipoanzia. Of course mechi ilikuwaje? Nadhani nakumbuka ilikuwa nadhani Disemba kitu kama hicho. Basi tucheza mechi na ilikuwa Jamhuri Stadium of course. Tucheza mechi na Azam, mechi kwa usiku nakumbuka. Baada mechi yani ile wakati wa mechi nilikuwa na perform nzuri sana kwa sababu before mechi mwalimu aliniambia Zizu leo unacheza striker namba 9. Na mwalimu aliniona mazoezini kwenye baadhi ya mechi alishanichezesha namba 9. Mara nyingi anatumia winga, sometimes namba 9. Kwa hiyo na mimi pia nikasema nafasi yangu pia kumomba Mwenyezi Mungu. Leo nimeaminiwa na mwalimu naanza mechi kubwa kama na Azam, sio kitu kidogo. Anapiga pasi kumtafuta Zidane sasa Sileli. Zidane! Shambulizi zuri sana Dodoma Jiji wamefanya. Zidane Ali Sileli. Kwa hiyo nikapush mechi ile, nikapush. Ilifika stage niko ndani ya uwanja, wachezaji wenzangu wenyewe yani wana kile wanachokifanya. Tushafungwa, lakini nakumbuka kulitokea tatizo kidogo uwanjani. Taa zilizima kwa sababu ilikuwa ndege ipite itue kwa sababu uwanja wa Jamhuri uko karibu na airport. Kwa taa ilibidi tuzime taa ili ndege itue. Kwa mechi kasema kidogo. Muda wa mechi tuitwa wachezaji na kocha tulikuwa naongea pale kidogo. Nilishangaa wachezaji wenzangu walikuwa Saliminioza na kapteni Agustin Sata. Kaniambia mdogo wangu, push hivyo. Naamini hapo hii mechi inaweza yani ikakupa kitu baada ya mechi hii. Hapo tumefungwa lakini wananiambia lakini performance yako ilikuwa ni noma. Ananiambia wachezaji wenzangu masinia wananiambia mdogo wangu. Nilifeel love kwamba kuona hata kama umefungwa lakini unafeel ile. Lakini kuna love nilikuwa naipata kwa sababu Sata Agustin Sata kapteni na Saliminioza kapteni msaidizi, lakini waliniita pembeni, mdogo wangu usichoke, push hivyo. Nilikuwa naonekana na push japo tumefungwa lakini sionyeshi kwamba labda tunataka kufungwa. Tumefungwa lakini naonesha kupush. Unajua kuna namna mwanzo kama mifungo mitanguliwa, maana tushatangulia goli 3 hapo. Kuna ile morale wachezaji nashukaga da. Lakini akaniambia kimbiza. Endelea hivyo. Yani rhythm yako ulikuwa nayo usiache. Na hapo mchezaji wa Azam Jibisila tunacheza hivi akaniita pembeni hivi. Akaniambia unakimbia sana kijana.
you run too much. Kwanza alishangaa anambia JPC akanambia you run too much my friend. Nikamwambia niko kazini. Natafuta tobo. Umeona? Kwa nilicheka lakini aliniongelea kiutani, lakini of course naye aliona namna kupush. Mechi inaisha, Adolfu Mtasigwa, unajua ile mechi imeisha, pap, alinishika mkono. Akaniambia maneno mazuri sana. Sasa kama anakumbuka Adolfu ananiambia nianze mechi ile sababu ndo akacheza kingua chini na mimi ndo nilikuwa sitaka tuko karibu, akaniambia akanishika na swali nishika bega, akaniambia bibi wao safi sana push. Nimefurahi no. Unapopush yani quality yako kubwa nafai. Mwenyezi Mungu atakujalia utafika mbali. Adolfu Mtasigwa ananiambia si atufahamiani. Akaniambia ngeke jitahidi utafika mbali. Nasogea hapa jinga vyumbani nikamwona Zaka za kazi. Boss Zaka za kazi. Kwa idara mawasiliano ya Azam FC. Kashuka jukwani, kashuka temka chini. Bwana Zaka za kazi akaja kanikumbatia pap. Akaninong'oneza, akaniambia karibu Chamanzi. Aya. Kwanza nilipata tabasamu kama mzai. Kwanza haja kusalimia na neno alokwambia. Alinikumbatia akaniambia karibu Chamanzi. Aya, uko naisha. Mbona kama tayari? Kama tayari kwangu ile neno kwanza nikalitafaka kichwani. Karibu Chamanzi vipi? Karibu Chamanzi vipi? Kwa sababu kanikumbatia, kaninong'oneza kwa watu wote kujua mimi nimeambiwa nini, wala kaniambia nini nani Zaka za kazi. Kuna msemaji wetu nani Moses akamtania Zaka, Zaka wewe acha kijana wetu bwana. Utamuiba huyo. Akanacheka tu Zaka, lakini kuna kauli alishaniambia ambayo kwangu ikabaki kwenye kichwa changu. Nimerudi kulala nikapokea simu nyingi sana za pongezi, umecheza vizuri, ndugu zangu, marafiki zangu baada ya mechi wanapata pongezi. Kwa hata ile maumivu ya kufungwa, Kongo yakaa kidogo, yapungue nikana feel yani usiku na wazile ile kauli ya Zaka za kazi. Ni kweli Azam si mchezo. Hatari. Kwa kila mtu anatamani kucheza Azam. Nikanitafakari kwa sababu ndo Zaka za kazi tunamwona kwenye TV, tusije kukutana naye labda kupeana mkono. Poa sana mtu mwenye moyo. Mtu mzito Zaka za kazi ukiambia mtu mzito kweli, mtu anakukumbatia na kwambia neno kama hilo. Kwangu iko faraja. Lakini cha kushangaza pia kesho nikapata message Instagram ya bosi yani Abdulkarim Popati mwenyewe. Sasa nikaona message ya Popati. Ulikuwa unasemaje? Alinicheki kama alinisalimia kwanza salamu, kwa sababu unajua message inavyokuja mpya Instagram kwa lazima uaccept kwanza. Sasa kwanza nishtuka kwanza kana au nimechelewa ni kujibu. Basi paka akanambia namba yako tuongee, kampa namba, kanambia nimeongea wewe si ndo nani uko na deni, nikamwambia basi hamna shida, mimi nitamazana na deni tuongee. Basi kanambia kubali chonishauri. Popata kanambia Zizu bwana, najua watu wanaanza kukutafuta timu za Kariakoo na nini. Mimi nakupenda na sisi sisi tumeanzisha mazungumzo na wewe. Kikubwa usiingie tamaa. Mimi nilichomhakikishia bwana boss, nikamwambia boss mimi bwana ataje nani? Mimi kijana wako mimi niamini, yani mimi niamini, siwezi kuwa na tamaa sababu nyinyi ndio mna approach kwanza. Kweli before hapo kulikuwa na tetesi. Lakini hazikuwa kunifikia rasmi. Lakini ile taarifa rasmi kuipata kwa boss mwenyewe Popati nikaona ndo rasmi. Nikamwambia mimi nikamhakikishia bosi bwana siwezi kuingia tamaa, kuwa na amani na nini. Basi pa ndo mazungumzo sasa na Azam kaanza. Mzee wangu kwa sababu mtu namheshimu na nini, akaendelea mazungumzo, akaniambia kazi yako endelea focus na mpira. Kwa hiyo isikutoe mchezoni, endelea kufanya mazoezi. Waheshimu walimu wako, waheshimu viongozi wako, mambo mengine tutamaliza sisi. Basi safari Mwenyezi Mungu ndo hiyo kaenda. Ndo baadaye sasa nikaja kasaini Azamu kama nimezana Dodoma, kile kitu kaenda vizuri. Of course hata siku ya kwanza nakuja kutambulishwa hapa siamini. Naomba sana. Yani siamini, nashikishwa jezi ananipiga picha kado tuna kwenye mabango haya. Kado Rito. Nashika jezi, ila siamini kwa Azamu. Hata usiku nalala hapa ndani. Na pose ile begi la majezi. Yani naona kama ndoto. Kweli. Kwa hiyo nilibidi kwanza nizime simu kwanza nituze pressure sababu nilikuwa najua kinachotokea. Nakumbuka hata siku nafanya interview pale siku ya kwanza ile nitambulishwa nafanya interview ndugu yangu Swai hapa. Listen side. Director mkuu. Kwa ilikuwa bado nakauoga sababu sijiamini. Lakini namshukuru Mungu ndo safari
Azam imeanzia hapo na leo mnaniona niko Azam FC. Safi sana. Huu ni mwezi wa Ramadhani, tuko kwenye mfungo wa mwezi wa Ramadhani, mwezi wa toba. Ndio. Mwezi wa kurudisha kwa Mwenyezi Mungu, pia kurudisha kwa jamii. Mwezi wa Ramadhani kwako una maana gani? Mwezi mtukufu wa Ramadhani kwangu una maana kubwa sana, na naweza kusema ni mwezi wa toba kama nilivyosema. Ni mwezi ambao namna gani Mwenyezi Mungu anaweza kusaidia kama ulikuwa na shida, kama kuna nini. Kwa hiyo ni mwezi ambao ni wa toba siku zote. Na kwangu mwezi mtukufu wa Ramadhani una historia kwangu pia, kwa sababu nilipandishwa timu kutoka Dodoma Jiji under 20 kuja senior team kwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kwangu yani nachukua kama ni sehemu ambapo naamini sana kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kila ambacho nalia na Mwenyezi Mungu, Allah siku zote anaweza kukulipa. Kama niliweza kupandishwa nikiwa timu ndogo kwa timu kubwa, nikiwa nimefunga nacheza mechi nikiwa nimefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na njaa na swaumu, lakini niliperform nikasaidia kupanda timu kubwa. Kwa hiyo unaona kwangu na historia sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kwangu ni mwezi ambao huwa ukiondoka naumia. Yaani natamani kuendelea hata sababu una historia nao. Historia nao, na pia kwangu funga haijawahi kunisumbua hata nikiwa nacheza. Haijawahi kunisumbua kwa sababu nianza kufunga nikiwa mdogo na tulishazoeshwa toka tukiwa wadogo tunafunga. Kwa hata nikiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani uoga kwangu nikicheza mwezi mtukufu naona kama nimekula. Safi sana. Nashukuru sana. Bwana Zidane. Bwana shukrani sana kwa time yako. Imekuwa time nzuri sana, tumepata muda wa kupiga mastori. Nashukuru sana. Kupata elimu pia kwa mtu ambaye alikuwa anakusikiliza, kufuatilia. Kwa kijana ambaye pia anakufuatilia umempa elimu nzuri jinsi ya kupambana kwenye maisha, kwa yule anacheza mpira mpaka kufikia hapa. So shukrani sana kwa time yako. Asante sana kwa kutuheshimu. Asante sana. Sisi tumeridhika, tumeenjoy, tumepiga story vizuri sana. Tumeenjoy sana. Kama kuna kitu ambacho sijakuuliza ulikuwa unatamani kukisema, ni muda wako. Chochote kile ambacho unaweza kuongea, unaweza kuangalia kamera pale, chochote kidogo tu kwa ufupi. Bwana, kikubwa mimi nashukuru sana mashabiki zangu, siku zote wamekuwa wakinisupport kwa kiasi kikubwa, kuanzia familia yangu, ndugu zangu wa karibu. Daima hawajawahi kunitupa. Kikubwa ninachowashukuru sana, tuendelee kusupportiana, naamini safari yetu bado ni mbichi, tutapiga hatua kwa pamoja na tutafanikiwa pamoja. Asante sana. Shukran sana my brother. Salute sana man. Nashukuru sana. Bwana, shukran sana BM Bowler kutoka Azam FC TV. Sina mengi ya ziada kwa leo, tumeishia hapa. So tusubiri next week, tutakuwa na episode nyingine mpya ya mchezaji mwingine mpya na content nyingine mpya na kupata elimu nyingine mpya. So BM Bowler kutoka Azam FC TV. Bye bye. See you next time.